BMP TV Professional Update. Habari ya minda ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Nao ni mtasari wa habari. DRC. Baadhi ya vikosi vya wazalendo vimeripotiwa kubaki katika mji wa Uvira vikihakikisha ulinzi wa raia na mali zao. Vikosi vya wazalendo vimeripotiwa kuwakamata watu kadhaa wanaoshutumiwa kuwa waasi walioingizwa kwa siri baada ya mapigano makali asubuhi ya leo katika mstari wa mbele. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Hali ya usalama katika eneo la Kivu ya Kusini inaendelea kupewa kipaumbele kikubwa kufuatia hatua mpya zilizochukuliwa na vikosi vya wazalendo. Katika taarifa iliyotolewa leo, imebainika kwamba sehemu ya vikosi vya wazalendo imeachwa mjini Uvira, huku ikilenga kuhakikisha kwamba raia wanaendelea na shughuli zao kwa amani bila kuhofia mashambulizi au vurugu zozote. Kwa mujibu wa ujumbe huo, Uvira imepewa hadhi ya kiusalama kutokana na nafasi yake ya kijiografia, ikiwa ni lango la mpakani na Burundi na pia njia kuu ya biashara na usafiri. Wazalendo wamesisitiza kwamba kuwepo kwa vikosi hivyo ni alama ya kujitoa kwao kuhakikisha raia wanalindwa na hakuna nafasi kwa makundi yenye lengo la kusababisha taharuki. Aidha, vikosi vingine vimeripotiwa kuondoka Uvira na kuelekea mji wa Bukavu kupitia barabara ya kitaifa ya namba 5. Hii ni barabara muhimu inayounganisha miji ya kusini na kaskazini mwa Kivu na kusimamia usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa. Safari ya kuelekea Bukavu imeelezewa kama ya kimkakati, huku viongozi wa wazalendo wakibainisha kwamba kila kitu kimepangwa kwa makini kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika mji huo wenye umuhimu mkubwa wa kistratejia na kisiasa. Kwa wakazi wa Bukavu, ujumbe rasmi umetolewa ukiwataka wananchi kubaki watulivu. Uongozi wa wazalendo umetumia maneno yenye faraja na matumaini, ukisema kwamba mpango mzima wa usalama na ulinzi kwa raia umekwisha kamilika. Wananchi wametakiwa kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu, huku wakisubiri taarifa zaidi kutoka kwa viongozi wa eneo hilo. Mitandao ya kijamii na ushirikiano na wananchi. Katika karne hii ya kidijitali, mtandao wa kijamii umepewa nafasi muhimu katika kufikisha ujumbe kwa umma. Ukurasa rasmi wa Facebook kwa wazalendo wa Sud Kivu umetangaza matangazo ya moja kwa moja ambapo viongozi na wanaharakati wa kikosi hicho wanajibu maswali ya wananchi, kutoa ufafanuzi wa sera zao na kuondoa hofu zinazoweza kujitokeza. Kwa njia hii, wananchi wa Uvira na Bukavu na maeneo jirani wamepata fursa ya kuuliza maswali yao moja kwa moja na kupata majibu kwa wakati. Hatua hii imetafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kama njia ya kuongeza uwazi, kujenga imani kati ya vikosi vya usalama na wananchi, na pia kudhibiti upotoshaji wa habari unaoweza kusababisha taharuki. Maoni ya wananchi. Katika mitaa ya Uvira, baadhi ya wananchi wameeleza kwamba hatua ya kubaki kwa vikosi vya wazalendo imeleta hali ya utulivu. Bi Aisha Mwingezi, mkazi wa Uvira, amesema, "Kwa mara ya kwanza tunaona amani inarudi. Tunahisi salama kwa sababu kuna walinzi waliobaki hapa." Wengine wameeleza matumaini yao kwa safari ya vikosi kuelekea Bukavu. Bwana Jean-Claude Katembo, dereva wa malori anayesafirisha mara kwa mara kati ya Uvira na Bukavu,
Amesema hii barabara ya namba 5 ni muhimu sana kwa biashara. Kama itakuwa salama, basi hata sisi wafanyabiashara tutafaidika. Tunataka tuone Bukavu ikilindwa vizuri. Hata hivyo, kuna baadhi ya wananchi waliotaka kuhakikisha kwamba operesheni hizi hazitasababisha mapigano mapya katikati ya makazi ya raia. Wametaka serikali pamoja na wazalendo kuhakikisha kwamba mpango wa usalama unaendeshwa kwa njia ya kulinda maisha ya watu wote bila ubaguzi. Uchambuzi wa kitaalamu. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi na usalama wanasema kwamba hatua ya wazalendo inaweza kutafsiriwa kama mkakati wa kudhibiti maeneo muhimu kistratejia. Uvira inachukuliwa kama ngome ya ulinzi, huku Bukavu ikiwa ni kitovu cha kisiasa na kiuchumi cha Kivu ya Kusini. Kupitia mpango huu, wazalendo wanajitahidi kuonyesha kwamba wana uwezo wa kuendesha siasa ya usalama na kujenga imani ya wananchi. Aidha, matumizi ya mitandao ya kijamii kwa matangazo ya moja kwa moja yanaonekana kama hatua mpya ya kisiasa, ambapo vikundi vya kijamii na vya kijeshi vinatumia teknolojia kuongeza uwazi, kuepusha propaganda na kujenga uhusiano wa karibu na wananchi. Hali ya Kivu ya Kusini inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku macho yote yakiwa yameelekezwa kwenye safari ya vikosi vya wazalendo kuelekea Bukavu, wakati baadhi ya vikosi vimebakia Uvira kuhakikisha ulinzi wa raia. Sehemu nyingine ya vikosi viko njiani kuhakikisha Bukavu inakuwa salama. Wananchi wa Bukavu na maeneo jirani wametakiwa kubaki watulivu, huku uongozi wa wazalendo ukiahidi kuendelea kutoa taarifa kwa njia ya moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Hii imekuwa taarifa rasmi ya BMP TV Online kuhusu hali ya usalama katika mji wa Uvira na Bukavu, jimbo la Kivu ya Kusini. Taarifa zingine kutoka hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya mapambano katika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, baada ya taarifa mpya kudhibitisha kwamba wazalendo wamefanikiwa kuwadhibiti na kuwakamata watu kadhaa waliodaiwa kuwa waasi au washirika wa waasi waliokuwa wakijaribu kuingiza msaada. Kuna nini na nini pale? Niko na sukari hapa, niko na sabuni, na niko na masosi tomate. Ndio vitu vyenyewe uko navyo. Na sukari vere ya sukari inauzaka ngapi Minembwe? Zever tunauza nje kilo. Kilo moja inauzaka ngapi Minembwe? Kilo moja ya sukari. Ndio. Kama inapanda huko sawa unashaka 7000. Kama inapanda unashaka 10000. Kama haipanda unashaka 7000. Ndio. Chumvi. Chumvi nayo kilo banaushaka nayo 7000 vile vile na sukari. Sabuni uko saa ya tije 6000. Uko saa ya tije 8000. Ndio vile. Unapenda tukupeleke Minembwe? Unapenda tukupeleke Minembwe? Nitakuonyesha. Tukio hili limetokea baada ya mapigano makali ya asubuhi ya leo katika moja ya mstari ya mbele ya vita. Kwa mujibu wa chanzo cha ndani cha vikosi vya wazalendo, baadhi ya watu hao walikuwa na jukumu la kupelekea chakula, taarifa na vifaa vya msaada kwa makundi ya waasi walikuwa wakipambana. Hatua ya kuwatia mbaroni imechukuliwa kama ushindi muhimu katika kudhoofisha nguvu za adui, kwani kuzuia usambazaji wa chakula na vifaa kunatajwa kama njia ya kuwakosesha waasi uwezo wa kuendelea na mapambano. Viongozi wa wazalendo wamesema kwamba tayari mahojiano ya awali yamefanyika na mmoja wa waliokamatwa na kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini mtandao mpana wa usaidizi unaowawezesha waasi kuendeleza mapigano. Katika ujumbe wao wa moja kwa moja, wazalendo pia wametoa ombi la msaada wa haraka kutoka kwa raia na wafuasi wao, wakihitaji simu ya mkononi aina ya Android pamoja na power bank 4 ili kuhakikisha mawasiliano na uratibu wa operesheni unahudumu bila usumbufu. Ombi hili limeelezwa kuwa la dharura, kwani mapambano yanaendelea yanahitaji zana thabiti za kiteknolojia ili kuhakikisha mawasiliano salama na yenye ufanisi. Wakati huo ukurasa rasmi wa Facebook wa Wazalendo Sud Kivu
umeendelea kurusha matangazo ya moja kwa moja, ukitoa fursa kwa wananchi kufuatilia matukio kwa wakati, kuuliza maswali na kupata majibu ya papo kwa papo kutoka kwenye uongozi wa vikosi hivyo. Maoni ya wananchi. Wananchi katika maeneo ya karibu na mstari wa mbele wamesema kuwa hatua ya kukamatwa kwa waasi waliokuwa wakisaidia kwa siri imetoa picha chanya ya kwamba kuna udhibiti. Bi Chantal Kanyere, mkazi wa Bukavu, amesema kama kweli wanakamata wale wanaopeleka msaada kwa waasi, basi kuna matumaini kwamba vita vitapungua nguvu. Tunataka tu amani irejee. Bwana Pascal Ngabo, kijana kutoka Uvira, ameongeza. Ombi la vifaa vya mawasiliano linaonyesha hali halisi ilivyo ngumu. Wanapambana kwa ajili yetu na sasa tunajua hata nguvu za teknolojia ni muhimu katika ulinzi. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa hali hii inaonyesha jinsi mapambano yalivyo makali na kwamba msaada wa kijamii na serikali unahitajika zaidi ili kuzuia raia kuathirika moja kwa moja. Uchambuzi wa kitaalamu. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema kwamba kukamata watu wanaoshutumiwa kupeleka misaada kwa waasi ni hatua muhimu katika vita vya kistratejia. Kwa kawaida, makundi ya waasi kutegemea mtandao mpana wa usaidizi kutoka kwa raia, wafanyabiashara au wafuasi wanaojipenyeza kimya kimya. Kuzuia mtandao huo kunamaanisha kudhoofisha uwezo wa waasi na kupunguza kasi ya mashambulizi hayo. Zaidi ya hayo, ombi la vifaa vya kiteknolojia linaonyesha wazi jinsi mawasiliano ya kisiasa yanavyokuwa silaha ya lazima katika mapambano ya kisiasa. Bila mawasiliano, uratibu wa kijeshi unaweza kukwama, na hivyo wazalendo wanaona umuhimu wa kupata msaada huo haraka. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Tukio la leo la kukamatwa kwa waasi waliokuwa wakisaidia kwa siri limechukuliwa kama hatua kubwa kuelekea kudhibiti nguvu za adui. Wakati huo huo, ombi la msaada wa vifaa vya mawasiliano linaonyesha taswira ya hali ngumu ya mstari wa mbele. Wananchi wa Bukavu na Uvira na maeneo jirani wametakiwa kuendelea kuwa watulivu, kufuatilia matangazo rasmi kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii na kushirikiana kikamilifu katika kutoa msaada pale inapohitajika. Hii imekuwa taarifa rasmi kutoka hapa BMP TV Online kuhusu hali ya mapambano katika mstari wa mbele, jimbo la Kivu ya Kusini. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.